kwamba China iliweza kutumia electronic warfare na cyber warfare kujua ule mfumo uliokuwa unatumika na Israeli kuwa detect na kuwashambulia wale viongozi wa Iran. China ndo aliyegundua. Alafu akampenyezea Mpakistani. Akamwambia, mwambie mwanao wanahitaji msaada. Tumegundua jamaa wanatumia njia gani. Pakistan akampeleshea Irani, akampa bana package hii hapa, ndo anapitia hapa. Baada ya kupewa hii ndo mauaji yakaishia hapo hapo. Yes. Kwa hiyo walikuwa na mifumo ambayo wameweka wanaitumia. Aliyeweza kudecode hiyo mifumo ni Mchina. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 link, karibu sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, kama kawaida behind the camera ama nyuma ya kamera yupo Rizky bwana. Bahati nzuri sana ni siku nyingine tena nimekutana na DJ Sman, na siku nyingi kidogo sijafanya naye interview kutokana na ratiba zetu, wakati mwingine zinavyoingiliana story, pia wakati mwingine pia mambo yanakuwa ni yale. Kwa hiyo tunatoa muda kidogo watu miss na nini, lakini niko naye Sman hapa. Nimekuta pia kuna mabadiliko sana studio. Nakumbuka watu ambao tunaanza kutufuatilia kitambo mmekuwa mkiona mabadiliko. Sman, kwema? Lakini alhamdulillah. Baba anasemaje? Mungu ni mwema. Hongera sana. Alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Sifa njema zote zinarudi kwake. Unajua Sman, moja ya sifa ambazo unazo wewe ni ukishikilia kitu unataka kiwe kina ile perfect. Mimi nakumbuka kuna siku nilikuja studio nikamwambia hii studio itakuwa sasa ndio imekamilika. Anambia hapana, bado kuna vitu. Niliingia leo hapa nakutana na hii bango na vitu vingine ambavyo vinaonekana huku. Nini ambacho huo unapenda kionekane katika studio yako? Mimi nina vision. Mungu amenijalia creativity, ubunifu. Na ubunifu wangu mara nyingi waga ni upo kichwani, kuexpress kwa mtu ni ngumu kuelewa. Hapa tumepiga hatua nzuri sana, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi. Ila bado hapa ukuta huku kuna kitu design inakuja, utakuja kuiona ikikamilika utanielewa. Na huku pia kuna design huku inatakiwa ije TV ya inchi 75 ambazo waga nafanya zile visual analysis, itakuja hapo. Kuna dawati la DJ Sman ambazo ndo nimelianzisha ndo hii hapa inaeditiwa sasa hivi. Mark yuko hapa na edit. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mpaka mtu ndio hicho alichokisema. Kipindi kile alisema imeshakamilika, nikakwambia bado hukuelewa. Sasa hivi nadhani naanza kupata picha. Na hata hii background pia haijakamilika. Kuna vitu ambavyo nitakuja kuvifanya. Vitu vyenyewe ongezeke tena. Yes. Kuna vision haija. Kwa hiyo nishukuru kwanza Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, lakini watazamaji wetu wamekuwa wanatusupport sana. Yes, yani hiyo pia ni washukuru, wapewe maua yao. Naam. Kuna mambo mengi ambayo pia yanaendelea sasa hivi. Nakumbuka tulizungumza sana kuhusiana na vita ya Iran ambayo wakati inaanza tukaona alivyopigana wakasitisha, tukatoa taswira yako pia, ukazunguka kutoa ushauri pia. Sasa hivi ni kama imesimama, ni mazishi ambayo yanaendelea. Kwanza ulitegemea atakuwa ya mtindo huu? Tumeona namna ambavyo umati ulivyojitokeza watu wengi na namna ambavyo Iran inavyoendesha yale mazishi. Kwa kweli hasa ni mazishi ya namna gani hasa? Sema tuanzie hapo kuna umeuliza maswali kama 3 4 5. Kwa hiyo hilo liloishia nitalipa muda kidogo, zingine nadhani tuliongea mimi na nyinyi, tuliongea mambo mengi sana na yamekuja yameonekana. Moja wapo ni kwamba tumechambua vitu vingi sana. Moja wapo ni vita, na nikasema kwamba Marekani na Israeli hawamwezi Iran, watamsababishia madhara. Na hata kwenye vita vya Gaza nilisema same thing. Israeli yuko vizuri sana kusababisha madhara, sio kwenye vita. Na tumeona zaidi ya miaka 3 Hamas bado iko pale. Ukizingatia Hamasi haina kifaru hata kimoja, haina ndege hata moja, haina ya defense system hata moja, bajeti yake ni ndogo sana, lakini mpaka sasa hivi wana survive na wako pale. Na nikisema hivyo haimaanishi kwamba hawajaathirika, wameathirika. Na Israeli amedondosha mabomu mengi kuliko mabomu yote yaliyodondoshwa kwenye vita vikuu vya dunia katika kale kasehemu kadogo. Yes. Idadi ya vilipuzi vilivyodondoshwa ndani ya Gaza, ambayo ina urefu wa kama kilomita 2.5, ni vingi kuliko vilipuzi vilivyodondoshwa kwenye vita vikuu vya dunia vya miaka 4. Umeelewa? Yes. Na wametumia kila aina, lakini Gaza bado iko pale.
na imeathirika. Kuna eneo ambalo limetafunwa, lakini sio kama walisema mwanzo wa vita. Walisema malengo yao ni kuimaliza kabisa Hamas na kuokoa mateka, ambavyo vyote viwili hawajafanikiwa. Mateka wamepatikana baada ya makubaliano, sio kuwaokoa, na Hamas bado ipo. So tunarudi huku, nilisema same thing. Iran ni tofauti na nchi zingine ambazo wamezivamia, kuanzia Iraq, kuanzia Libya, Somalia na nchi zingine. Yes. Kwa hiyo na muda umekuja kutoa majibu. Mimi nilisema hivi vita vitaenda kama mwezi mmoja, vilizidi kama siku 15 45, na nikasema kwamba Iran anaweza kupigana hivi vita siku 90 mfululizo, yani miezi mitatu mfululizo. Marekani na Israeli hawezi wakapigana hivyo vita miezi mitatu mfululizo, na ndio kweli tulichokiona. So sasa hivi wako kwenye mapumziko. Mimi siiti ceasefire. Yes. Yale ni mapumziko. So unajua kwenye boxing unapigana, afu kila mtu anaenda kwenye kona yake. Kwa hiyo pale unasikia kocha bana, badilisha hivi, anza kupiga style hivi, kwepe hivi, tumia hivi. Yes, ndo kinachoendelea. Hivi vita bado kabisa. Yes. Lakini kitu ambacho kimedhihirika cha kwanza, ile nguvu ambayo ilikuwa inaaminika kwamba Marekani ni nguvu ambayo haizuiliki, unstoppable force, hiyo sifa hiyo imeondoka. Na nikisema imeondoka, sio kwamba Marekani hana nguvu, anayo nguvu. Sio kwamba hana jeshi kubwa, analo jeshi kubwa. Sio kwamba hana silaha nyingi na kubwa, anazo. Lakini ni sawasawa mtu ulikuwa unadhania begi lako lina kilo 10, ulipokuja kukupima umekuja kugundua lina kilo 4.5. Umeona Na Israeli ilivyokuwa inaaminika kabla hivi vita, ni jeshi ambalo lilikuwa haligusiki, likiingia linafanya linachokitaka, ni halikamatiki. Na hiyo ni tangia ile kwenye 6 day war ile ambayo walipigana na nchi 5. So imekuja kudhihirika ni tofauti na hivyo, kwa sababu tumeona mtiti na Gaza, Hamas bado hapo, na hata kwenye ile ceasefire wakati wanatoa wafungwa tuliona Hamas walijitokeza wengi kiasi gani. Umeona? Alafu tumeona na Hezbollah wanakula sana kichapo chini. Nishasema na ninarudia tena, Israeli yuko vizuri vita vya angani, na yuko vizuri kusababisha uharibifu, sio kupigana vita. Yani ukimweka chini ardhini, Israeli ni dhaifu. Na tutarudi kila mtu na utashi wake. Tunarudi kwenye ushahidi. Tumeona wameshindwa kuokoa mateka Hamas kasehemu kadogo kwa zaidi ya miaka 2. The only way ambao wamerudisha wale mateka ni kupitia ceasefire na makubaliano. Hezbollah wamejaribu kuingia na kuteka, na ni kila wakiingia wanakula kichapo wanarudi. Kila wakiingia na wanakula kichapo wanarudi. Na huu ni ushahidi ambao haupingiki. Mwaka 2006 walipigana na Hezbollah, wakala kichapo wakaondoka. Mwaka 2010 wakajipanga miaka 4 wakarudi tena, wakala kichapo wameondoka. Na sasa hivi every time wanavyotaka kukamata eneo wanakutana na Hezbollah, wanakula kichapo wanarudi. Ndio maana sasa hivi wanamwandaa Ashara au Jaulani wa Syria aende akapigane vita kwa niaba yao. Ila kwa juu wanasababisha madhara, kwa sababu wanapigana na adui ambaye hana air defense system. Umeona, kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ndio hivyo wanasababisha. Alafu ninasema wanasababisha madhara haya kwa kauli ya Trump mwenyewe, anasema IDF wanatakiwa wabadilike, sio sahihi kuangamiza gorofa zima kwa sababu umemlenga mtu mmoja. Ni kinyume cha protocol za kivita kuna Geneva Convention na kuna Statutes of Rome imekataza hivyo vitu. Kuna collateral damage, hiyo inajulikana, lakini kuangamiza, Israeli anaweza kaangamiza mtaa mzima kwa sababu amemlenga mtu huyu, yeye kwake hana shida, which ni war crime kama ile watoto ilipelekea semekana. Yes, ndio maana wamefunguliwa kesi ya ICC, ICJ, wana arrest warrant kwa sababu hizo. Umeona? Na hata kwenye ile 12 day war kuna kiongozi mkubwa wa jeshi la Iran kwenye ile vita vya siku 12
waliangamiza ghorofa zima akiwa na mke na watoto na wajukuu, kwa sababu amemlenga yeye mtu mmoja, na majirani same thing. Huku tumeona ambapo tunakuja kwenye msiba wa Khamenei kwamba walivyotaka kumuua Khamenei wamemuua yeye na watu waliokuwa, ikiwepo kijikuu chake kale katoto kadogo, umeona. Kwa hiyo ndio maana ninasema watu wanatakiwa waelewe firepower, nguvu anayo, ila kupigana kwa protocol, kupigana kwa kupata Geneva Convention na nani, hiyo haiwezi. Kwa hiyo yeye kusababisha madhara, hiyo hamna mtu anapinga kwamba Israeli anaweza kusababisha madhara au Marekani. Kwa hiyo ile ilichokuwa inaaminika kwa miaka mingi kwamba IDF haizuiliki, huwezi ukapigana nayo, yani hiyo imeporomoka kwa namna kubwa sana. Na Marekani vile vile, kumbuka Marekani ana bezi za kutosha zimemzunguka Iran. Kumbuka ana aircraft carrier 3 ziko pale sasa hivi, sawa, na asset zingine zote. Kumbuka tulikuwa tunaaminishwa Israeli ni superpower, tulikuwa tunaaminishwa Marekani ni superpower, na tulikuwa tunaaminishwa Irani ni dhaifu, sawa. Sasa fikiria, sio combination ya superpower mmoja, bali wawili wamemchangia nchi moja ambayo ni dhaifu, lakini tumeona kilichoonekana, umeona. Kwa hiyo taswira iliyokuwepo mwanzo sasa hivi imebadilika, na shida hii issue, wengi tunaenda kiushabiki, hatutaki kwenda kwa facts. Mimi naweka facts, mtu ambaye atataka kupita huko ataona. So sasa hivi watu wako kwenye kona zao zile, wanajipanga upya, umtiti bado. Na unakumbuka kwenye 12 day war tuliongea, nakwambia bado kuna vita vinakuja. Yes. Kwa hiyo yes. Na si ajabu this time wakatumia unconventional weapons. Kuna silaha imejaribiwa Venezuela, nadhani mulisikia kuna tetemeko la ardhi. Ile ni silaha. Na makala wakiingia kwenye YouTube channel yangu DJ Smart 255 wakaangalia HAP, weather modification weaponry, silaha ya kubadilisha hali ya hewa au kutumia tabia nchi za natural kuwa silaha. Yes, ile ni silaha ambayo imejaribiwa pale, na wasiwasi inajaribiwa itakuja kutumika huku. Na sio mara ya kwanza. Kuna Operation Popeye ambayo ilitumika kwenye vita vya Vietnam, ambayo ilikuwa inasababisha mvua kubwa Vietnam, kwa sababu Marekani walichemka jinsi ya kudeal na yale mahandaki ya wa Vietnam. Kwa hiyo wakasababisha mvua monsoon zile ziwe ndefu na ziwe kubwa, ili kwa maji yaingie kwenye yale mahandaki kuathiri wale walioko kule chini. Sio mara ya kwanza. Weather modification ni kitu ambacho has been documented, na mtu akitaka ushahidi aingie kwenye YouTube channel yangu ataikuta. Kwa hiyo logic yangu inaniambia kwamba wameshagundua kwamba kwa upigaji huu hawatofikia malengo kwa wakati huu ambao wanapigana huu wa juu wa kombora. Wameona hii sio kwa Irani, hii ni kupoteza muda na kuingia gharama, kwa sababu Marekani ni nchi ya kikapitalist. Makampuni yenye kuzalisha hizi silaha ni makampuni binafsi. Kwa hiyo gharama za uzalishaji kwanza ni za juu, alafu zinachukua muda mrefu. Batch moja ya THAAD, zile interceptor, inachukua miaka 2 ku replenish. Alafu wanahitaji rare earth minerals ambazo mwenye monopoly nayo ni Mchina. Kwa hiyo ili wazipate wanahitaji, juzi Marekani wameweka order ya MQ-9 Reapers au drones zaidi ya 200. Zinahitaji aina fulani ya magnet. Ili wapate hiyo inabidi waende kwa Mchina. Mchina tayari ndo hali tunavyofahamu wanabifu naye. Ndio maana tu wanaekeza sana nguvu kuja huko Afrika ili wazipate hizo rare earth minerals, waweze kutoa utegemezi wao kwa Marekani. Kwa hiyo kwa Mchina. Kwa hiyo sasa hivi wanabadilisha tactic. Wataalamu wao wa kivita sasa hivi wako wamekaa wanachora. Moja wapo ni hawawezi wakaiangusha hii regime bila kupeleka boots on the grounds. Nikimaanisha wanajeshi wa ardhini. Yaani ni must. Hawawezi wakafanikisha hii kwa sababu walijaribu zile maandamano ya kuhamasisha wananchi.
ikafeli. Sawa. Wamejaribu wakaona imefeli, sasa tushambulie. Alafu tuwaasi watu waingie, imefeli. Sawa. Sasa hivi wanaangalia option. Iraq kama unafuatilia sasa hivi kuna prime minister mwingine ameingia, alafu kaingia anakamata watu kwa madai ya ufisadi. Na kuna mbunge mmoja kakamatwa na dola milioni 54, kakamata na sidiria ya dhahabu na chupi ya dhahabu, kama umekutana nayo, miongoni waliokamatwa na wengine. Na ameamrisha vikundi vyenye silaha visalimishe silaha, kitu ambacho sikioni kikitokea. Sasa ukiangalia kama mtu unajua kujoin dots na kutengeneza pattern, mimi inaniambia wanaandaa mazingira ya ground invasion kutokea Iraq. Kwa hiyo inaandaliwa mazingira, na Iraq ni moja ya sehemu ambazo zina proxies au washirika wa Iran wako pale, the Islamic Resistance wako pale. Lakini pia huwa nasema kabisa kuna Waazeri wa Azerbaijan pia wanaandaliwa. Alafu kuna wale ambao ndo wanatumikaga siku zote wa Kurdi. Yes. Kwa hiyo wanaandaa mazingira ya ground invasion. Kwa sababu hata wasipoweza kuiangusha, lakini ukimkeep busy, ye kila awe anapigiana, inatosha, kwa sababu anakosa muda wa kujiendeleza na kujipanga upya. Kwa hiyo ni moja, lakini ndio hivyo wanaweza wakatumia hizo unconventional kama hizo silaha za matetemeko ya ardhi, kwa sababu ile inaweza ikafaa kwa yale maandaki ambayo yako chini kule, ambayo mabomu yao hawezi kufikia. Silaha kulikuwa unaficha kule. Yes, silaha, lakini pia viongozi wao wako chini kule. Asilimia kubwa wako kule. Kwa hiyo tetemeko la ardhi linaweza likafaa kuliko mabanka basta yao ambayo yameonyesha kwamba hayana athari kwa aina ya muundo. Unajua Iran kwa nini ameweza hivi vita? Kwa sababu kwa zaidi ya miaka 47 alikuwa anajiandaa kwa vita hivi. Anajua siku nitakuja kupigana na Marekani na Israeli. Nguvu zao ziko wapi? Wanatumia hapa. Tekniki yao iko wapi? Ni hii hapa. Sisi wakajiangalia udhaifu wetu uko wapi? Akasema si hatuwezi kupigana kwenye anga. Kwa hiyo zile ndege, wangekuwa na ndege ambazo ziko juu, wasingeweza kutoboa. Ndio maana hawajawekeza sana kwenye anga. Japokuwa wanazo ndege. Wanazo F-14 Tomcat zile na MiGs na zinginezo. Lakini of course na vikwazo viliwasababishia, lakini kwao kuwa na open airfield ni hatari. Hamna kitu rahisi kuziangamiza kama hizo. Kwa hiyo wakaangalia tumezungukwa na watu wa aina gani? Au wote ni vibaraka wa Marekani. Sawa. Sisi njia gani? Kwa sababu ukishaelewa hiyo, ina maana ukitaka kupigana naye kwa anga, kwanza ni rahisi ya kushambulia meli zako, kushambulia ndege zako, airfield zako. Alafu wewe ili uweze kujibu mapigo inabidi ndege ipande, iende ikule, inabidi ipite kwenye airspace ya nchi zingine ambazo ni washirika wa Marekani, ambazo itakuwa ngumu. Kwa hiyo akasema hapana, inabidi sisi tuangalie means of delivery, njia za kufikisha mashambulizi yetu. Ndo akajua sasa sisi nani yetu ni makombora na drones. Na wamewekeza hapo. Na wameweza. Na wamewekeza kwenye bunkers na ulinzi. Iran ni nchi ambayo ina milima mingi sana. Kwa hiyo ni advantage kwao. Yes. Kijiografia. Na ndo maana ground invasion ya Iran itakuwa ni ngumu sana. Na itasababisha madhara makubwa sana. Kwa hiyo lakini unakumbuka mwanzo nilikwambia Marekani ashapiga mahesabu ili kufanikisha itabidi atoe kafara zaidi ya wanajeshi 50. Yes, ili kufanikisha hiyo ambayo yeye kwake is not a problem. Umeona kwa sababu atachukua ISIS ambao ni watu wake, atachukua Al-Qaeda, atachukua Waazeri wale, atachukua Wakurdi na wengine na yeye atawaongoza kama alivyofanya Afghanistan. Yes, he did the same thing. Kwa hiyo kwenye hilo limekaa hivyo. Sasa tuingie kwenye msiba. Msiba, yes. Sasa kwenye msiba watu inabidi waelewe na wakubali intelligence, uwerevu
wa Iran kwenye vita vya PR vya kutupiana, vita vya information, mashambulizi ya mtandaoni Iran ameshinda. Jinsi walivyokuwa wanajibizana, jinsi walivyokuwa wanatoa hoja zao, jinsi walivyokuwa na deal nao, Iran ameshinda. Walijipanga sana, walijipanga, na nishasema Persians, wa Fursi, they are very smart, they are the smartest people kushinda hata hawa Khazarian Jews hawa Ashkenazi Jews, wana akili mno. Yes, kwa hiyo jinsi walivyopigana, wamepigana vizuri sana kwenye vita vya information. Unaona mpaka Trump alikuwa analalamika. Unajua Trump is an open book. Huwa sometimes anaropoka ukweli. Ashasema kwamba kuna siku alisema kwamba wa Iran they are very smart na ni wapiganaji shupavu sana. Akasema bana capability yao zaidi ya 80%. Uwezo wao kijeshi bado uko high. Wana uwezo yani 70% bado iko vizuri. Umeona? Na vinginevyo. Kwa hiyo sasa tunakuja kwenye lakini hii jinsi walivyoifanya inanirudisha kwenye siku ya makabidhiano ya wafungwa kati ya Hamas na IDF. Kama unakumbuka, waliandaa jukwaa kubwa, wakaweka mabango, ikawa inatuma ujumbe. Hamas walivyojitokeza, wakawa wamesimama pale kwenye jukwaa wakiwa na silaha za Kiisraeli, mabunduki zile ambazo walizikamata baada ya aidha kuwapiga ambush au kuwadondosha au kuwaua Waisraeli waliokuja kwenye kuwashambulia. Kwa hiyo ilikuwa ni psychological warfare kubwa sana na ilishinda. Lakini ukiacha hiyo, jinsi ambavyo wafungwa walivyokuwa wanaondoka, wanawakumbatia wale Hamas, umeona, wanawashukuru, wanaonesha kwamba muliishi na sisi vizuri, hamkuwa wanyama kama tunavyofundishwa huko. Umeona, baki sisi tunaaminishwa kwamba Hamas ni wanyama, ni waovyo nini, lakini wale wafungwa wa Kiisraeli walionyesha kitu tofauti, na mpaka walipigwa marufuku wasiongee kwenye nani, kwa sababu walikuwa wanasema nilikuwa nahofia kwamba nchi yangu itaniua kuliko nilivyokuwa nahofia kwamba Hamas wataniua. Hamas ilikuwa inatulinda, tulikuwa tunakula vizuri. Anasema sometimes walikuwa wanahatarisha, tulivyokuwa tunashambuliwa na mandege, walikuwa wanahatarisha maisha yao ili kutulinda sisi. Umeona Kwa hiyo upande huo kwenye PR wameshinda. Ila kwanza tuangalie, kuna nchi zaidi ya 100 zimeenda kwenye msiba. Nchi zaidi ya 100 duniani. Kuna nchi zaidi ya 200 na something, tuipe roughly 250. 100 is almost, inakaribia nusu wameenda pale. Kumbuka ni nchi ambayo Marekani na Israeli na washirika wao wamepiga sana kelele kusema ni waovyo, ni makatili, hawafai, yani wamewatengenezea image mbaya sana. Lakini nchi 100 kwenda inaonesha kwamba dunia inavyowachukulia Iran ni tofauti na Marekani, Israeli na media zao wanavyowa portray. Yani ingitegemewa baada ya kufanya kampeni ya muda mrefu, labda zingeenda nchi 5, 6, 7, 10 labda. Nchi 100 ni nyingi sana. Au ile kofia kwamba sasa huyu kama ana uadui na taifa kubwa vile. Umeona Alafu na mimi niende kule itakuwaje? Na zipo nchi za ambazo hii ni report imeripotiwa kabisa. Zilipigwa biti na Marekani. Musiende, mkienda tutakuwekeni vikwazo na nini na nini. Lakini kwa hiyo hazikwenda. Lakini wengine wamewekewa biti lakini bado wakaenda. Kwa hiyo it's a very big win. Ila pia kuna ujumbe mzito sana kwenye ujio wa msiba. Kwa sababu nchi ambazo Iran wenyewe alizishambulia kama zile nchi za Gulf zimehudhuria, inatuma ujumbe mwingine ambao ni tofauti kabisa na ambao tunakuwa portrayed kwamba hizi nchi zina uadui, hazitaki mema na vitu kama hivyo, lakini zimetuma delegation yao. Kwa hiyo inatuma ujumbe kwangu mimi, inaniambia kwamba hawa wenyewe kwa wenyewe hawana shida wenyewe kwa wenyewe. Shida iko hiki hivi. Sio kihivyo, sio kama
ipo kutofautiana. Kenya inaweza kutofautiana na Tanzania, Tanzania na Uganda hapa na Rwanda, hizo zipo za hapa na pale. Lakini sio kabisa ile ya kibifu ile. Let's say kama Nigeria mpaka Nigeria wakataka kupeleka jeshi sijui na nini, sio kiwango. Inatuma ujumbe kwamba ugomvi wao hawa ni wa kutengeneza, kwamba kuna mtu kujundwa anawagombanisha. Hiyo ya kwanza. Kuna mtu kabla hujaendelea kuna kanigusia akasemaje? Watu ambao wameenda Irani, pengine Marekani pia ikaanza kuwafanyia figis kwenye visa zao. Of course, inawezekana, yani sishangai. Lakini wanakuambia hivi, inapenda sana usemi wa Stalin. Anakuambia quantity has a quality of its own. Wingi una nguvu yake. Sawa? Hebu nikuulize, mtu gani ambaye unamjua ana uwezo mzuri sana wa kupigana? Yoyote tumtaje ambaye yuko vizuri kwenye kupigana? Mike Tyson. Sawa? Sasa mchukue Mike Tyson, ukiniweka na mimi, sichukui hata dakika moja. Chali, sawa? Ila ukimchukua Mike Tyson, ukimweka na mtoto, yani ndo kabisa. Ila chukua watoto 1000 wapigana na Mike Tyson, atachemka tu. Umeelewa? Mayangi tu miaka 17 17. Hata kama ni wa miaka 10 haizi akapigana na watoto 1000. Umeelewa? Kwa hiyo ule wingi ule huwezi ukaekea vikwazo watu nchi zote 100. Umeelewa? Yes, yani kuna sehemu inafika kipindi mtu na ndio maana unaambiwa umoja ni nguvu. Kwenye kibiriti ukichukua ule nani moja ukitaka kuivunja ni rahisi. Ila ukichukua ile nani nzima ukitaka kuivunja uwezi. Umeelewa? Ndio maana hata hichi kinatuko sisi Afrika. Lao tungekuwa kitu kimoja, tungekuwa tuko vizuri sana. Lakini tunatafunwa mmoja mmoja. Alafu sisi wenyewe tunageukana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo wingi ule ulioenda utamfanya Marekani awe na wakati mgumu sana kupigana na kila mtu, kwa sababu tayari reputation ya Marekani imeshaathirika, imeshuka, jinsi Trump anavyoendesha kibabe, umeona. Alafu tena waanze kuongeza hivi vitu. Kwa hiyo tutegemee kitu tofauti. Ila sasa kuna sehemu moja muhimu sana. Iran amefanya kitu ambacho kimestaajabisha dunia nzima na kina maana nzito sana. Kuna nchi zilizokuja pale, especially nchi za Kiarabu, alafu na nchi zingine, kila iliyokuwa inakuja waliamua kuchagua aya ya kwenye Qur'an specific kuhusiana na hiyo nchi, na hizo aya zina maana kubwa sana. Sikoje hizo? Ngoja tupitie baadhi. Ila Iran hapo I say katuma vibaya mno, yani kuna ujumbe mzito sana ambao kautisha. Sasa mimi kwenye Qur'ani nataka tuangalie. Sawa? Saudia. Hii ndo aya walioichagua kuiweka wakati delegation ya Saudia inakuja, ambayo ni suratul Imran aya 13, ambayo inasoma hivi: baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, kad kana lakum ayatun fi fiyataini iltaqat fiyatun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirun yarawnahum mithl wa ukhra kafirun yarawnahu mithlaihim ra'a al-ayn wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'u inna fi dhalika la'ibratun liulil absar. Naisoma tafsiri. Hakika kulikuwa ishara kwenu kwamba kuna ujumbe kwenu, kuna fundisho kwenu katika yale makundi mawili. Kwa hiyo kulikuwa kuna makundi mawili yaliyokutana vitani, moja likipigana katika njia ya Mwenyezi Mungu na jingine likiwa katika hali ya kukataa ukweli, yani kutokumwamini Mwenyezi Mungu. Waumini waliona adui yao akiwa idadi mara 2 yao, lakini Mwenyezi Mungu humsaidia kwa ushindi wale yeyote amtakaye. Hakika katika hayo kuna funzo kwa wenye utambuzi. Sasa hii aya ilikuwa ni moja ya vita vilivyotokea kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kulikuwa kuna kundi lilikuwa linapigana na Waislamu, kulikuwa kuna kundi dhidi ya Waislamu. Sasa huu ni ujumbe kwa Saudi Arabia kwamba sisi tumevamiwa, sisi tumeshambuliwa na adui. Na kulikuwa kuna makundi mawili. Kundi moja liliamua kukaa kundi la upande wenye kudhulumu,
na kundi. Kwa hiyo wanawaambia Saudia, nyinyi kwa uelewa wangu mimi binafsi, inaomba ieleweke, haya ni maoni yangu binafsi, lilikuwa ni dongo kwa Saudia, nyinyi mmeamua kuchagua upande wa dhuluma. Umeelewa? Kwa hiyo ni ujumbe ambao unawaambia nyinyi huko mlipochagua siko. Kwa sababu bezi ziko kwenu, mlikuwa mnasaidia, na inasemekana actually kuna baadhi ya mashambulizi Saudia ilihusika kwenye kushambulia. Sawa? Hiyo ni ujumbe kwa Saudia. Saudia Suratul Imran aya 13, mtu anaweza kaenda kasoma kwa pale ambapo nimekosea. Iraq Suratul Bakara aya 154 inasoma hivi, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwatun bal ahyaun walakin la tash'urun. Inasema, tafsiri yake inasema, msiseme kamwe kwamba wale waliouawa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu wamekufa, bali wao ni hai, lakini nyinyi hamtambui. Kwa hiyo huu ni ujumbe kwa Iraq, kwa wale ambao of course na wao pia ni mhanga wa Marekani na Saudia na Iran, kama hawajui. Huenda watu hawajui kwamba Netanyahu alisema katika nchi ambayo alisema tukimwondoa Saddam basi kutakuwa kuna amani kubwa sana Middle East. Umeona? Alishasema. Pia akasema kwa Gaddafi na kwingineko. Na matokeo yake wakamvamia, wakamtoa Saddam. Sawa? Kwa hiyo ni muhanga. Lakini kuna watu ambao waliuawa kwa sababu ya kupigania nchi yao na kulinda ardhi yao. Kwa hiyo wanawaambia kwamba nyinyi ni mashujaa, hamjafa, kwamba sio kwamba mmekufa ndio mmesaulika. Nyinyi ni mashuhada. Kwa hiyo wanawapa moyo. Sawa? Kwa uelewa wangu mimi. Alafu Uturuki wakachagua aya An-Nisa aya 95 ambayo inasoma hivi, la yastawil, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, la yastawi alqaiduna minal mu'minina ghairi ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim fadalla Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qaidina darajatun wa kullun wa'ada Allahu al-husna fadalla Allahu al-mujahidina. Nimekosea, najua ibana ukikosea kidogo na maanisha fadhala maana yake ni kupoteza. Fadhala ni kumpa upendeleo. Kwa hiyo faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qaidina darajatan wa kullan wa'ada Allahu al-husna faddala Allahu al-mujahidina ala al-qaidina ajran adhima. Maana yake hii anamwambia sasa Mturuki ambayo ina maana kuu mbili nyumbani, kwamba inapotokea kwamba jihadi natakiwa mwende mkapigane, kuna wengine ambao hawataki kwenda kupigana, wanatafuta visingizio, wanabaki ndani, na kuna wale ambao wamejitolea kwa nafsi zao na mali zao kwenda kutetea haki. Anasema isipokuwa wale ambao wenye sababu za msingi. Unakuta mtu anaumwa kweli, mama yake anaumwa, familia yake, au kuna sababu ya msingi ambayo inampelekea asipigane. Anasema hawalingani wale waliopigania njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali zao na nafsi zao. Mwenyezi Mungu amewapa daraja ya juu wale waliopigana kwa mali zao na nafsi zao kuliko wale waliobaki nyuma, pamoja na sababu za msingi. Mwenyezi Mungu ameahidi kila mmoja malipo mema, lakini wale waliopigana watapata malipo bora zaidi kuliko wengine. Hii inawaambia nini? Mimi kwa uelewa wangu ni dongo kwa Uturuki, kwamba Uturuki katika nchi ambazo zinaaminika ni za Kiislamu ndo ana jeshi kubwa zaidi. Katika NATO nchi yenye jeshi namba 1 ni Marekani, namba 2 ni Uturuki. Kwa hiyo anawaambia ni dongo kwa Uturuki kwamba nyinyi mumeamua kukaa tu ndani, mna uwezo, mna jeshi, mna uwezo wa kusaidia, lakini mmeamua tu kukaa ndani, kwamba Mwenyezi Mungu amewafadhilisha wale ambao wameamua kujitoa, atawalipa, lakini kwa vile nyinyi mmeamua kukaa ndani, basi hii ndio ujumbe wenu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Qatar wakasagua sura ya pili
inasema hivi, baada audhu billahi minash shaitani rajim, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sasa uhusiano kati ya Saudia na Qatar kati ya Iran na Qatar umekuwa up and down, unayumba. Kuna kipindi unaenda juu, kuna kipindi unaenda chini, lakini aya inaonesha kwamba sasa hivi wako vizuri. Maana hii aya inasema hivi kwa Qatar, ila Mwenyezi Mungu akusamee makosa yako ya nyuma na yale yajayo. Kwa hiyo kwa maana, yani ujumbe na uelewa mimi kwamba okay, yameshapita, tumeshazinguana, yani tufunike kombe, mwana haramu apite, na akukamilishie neema zake kwako. Kwa hiyo neema alizotaka kukuneemesha azikamilisha kwako, na akuongezee kwenye njia iliyonyooka. Umeona? Na wayansuraka Allahu nasra, na Mwenyezi Mungu akupe nusra, msaada ulio mkubwa. Kwa hiyo anawaambia Qatar, okay, tumezenguana, kuna makosa ulisababisha kwangu, umeona kuna madhara ulisababisha, lakini yamepita kwamba tushaongea, yamepita, tugange ajayo. Hiyo ndio ujumbe wa Qatar. Nchi zingine kuna hiyo ni specific kwa sababu alichokuwa nakifanya, kila delegation iliyokuwa inaingia ilikuwa inapigiwa aya yake. Kwa hiyo inamaanisha kila aya ilikuwa mahsusi kwa yule anaingia. So ili isiwe ndefu, kuna zingine nitaziruka. Kama watu watapenda nichambue aya zote kwa kila nchi, waandika kwenye comment section, nitatengeneza makala, nitaruka zingine. Pakistan sasa, nadhani katika nchi iliyopewa utukufu mkubwa kwa uchambuzi wa aya ni Pakistan, ambao ni Suratul Isra aya 80. Inasema hivi, waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yani hii ni bonge moja ya aya, inaonesha jinsi gani ambavyo Iran inaithamini Pakistan, lakini inaendana na wazo alilotoa Iran kwamba itengenezwe Islamic NATO, NATO ya nchi za Kiislamu. Kiongozi wa hizo NATO za Kiislamu awe Pakistan. Umeelewa? Sasa hapa maana hii aya inasema hivi, nasema kwamba kul, sema, Mola wangu nijalie kuingia kwa heshima na kutoka kwa heshima, na unipe kutoka kwako mamlaka na kunisaidia. Kwa hiyo Pakistani anaingia kwa heshima, wanamkaribisha kwa heshima kutokana na hii aya, na atatoka pale akiwa na heshima, na vile vile apewe nusra na kutukuzwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika nchi ambayo imechaguliwa aya yenye kuitukuza zaidi ni hii hapa ya Pakistan. Alafu kuna India. India hii bwana, hii ni Imran aya 173 ambayo inasema, baada audhu billahi minash shaitani rajim, alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maana yake sasa, hii tafsiri yake sijajua imeenda direct kwa uongozi wa India au ni kwa Waislamu ambao wako pale au ni dongo, kwa sababu ina interpretation tofauti. Sawa? Maana yake nasema hivi, alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum, na wale ambao wameambiwa hakika maadui zenu wamekusanyika, wamekusanya jeshi kubwa dhidi yenu, basi waogopeni. Ndio hicho hata Iran walipokuambia kwamba, unakumbuka kabla ya vita kuanza, Marekani alipeleka majeshi mengi na nini, yani kuatisha, yes, kuzunguka na manene, unaona. Kwa hiyo kuna watu wanaambiwa bana, kuna majeshi makubwa yamekusanyika, Israeli kapeleka, Marekani kapeleka, sijui ma AC-130 zaidi mangapi yameenda, yes. Kwa hiyo naambia dhidi yenu, basi waogopeni. Onyo hili liliwazidisha tu imani katika moyo wao. Yani wale badala ya kuogopa ndio wanazidi kumwamini Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu wal azizul hakim, kwamba ndio ana nguvu kushinda wote. Umeona? Na kuzidisha nguvu katika imani, na wao wakajibu, Allah pekee anatutosheleza na yeye ndio mlinzi bora, kwamba sisi hatuhitaji mlinzi zaidi ya Allah na yeye ni mlinzi bora. Kwa hiyo ukiangalia kwa India,
of course India pia alipewa pressure kukatisha mahusiano yake. Tuliona amepewa pressure dhidi ya Urusi, aache kununua mafuta Urusi, na kweli akafanya, na same thing umeona. Lakini pia asababishe madhara, aache kufanya biashara na Iran. Kwa hiyo huenda ni ujumbe kwao. Hata ile nani pia tuliona wale watu walienda kujifunza wale maji wale. Ndio hicho. Umeona? Walikufa kule, lakini India hakuwa na msaada wowote. Kwa hiyo huenda hii ikawa either ni kwa sababu katika nchi, unajua Zionism, uzayuni, kuna Jewish Zionism, kuna uzayuni wa Kiyahudi. Na hichi ni kitu watu mpaka leo wanashindwa kuelewa. Uzayuni ni kitu kimoja na Uyahudi ni kitu kimoja. Yes. Hawa kina Netanyahu na IDF na hii the Israel state. Hawa si Wayahudi, hawa ni Zionist. Na kama unafuatilia Wayahudi wale ambao wanafuata Torah wanateswa sana ndani ya Israeli. Umeona? Sasa kuna Islamic Zionism. No, kuna Jewish Zionism ambao ndo hawa kina Netanyahu na washirika wao. Alafu kuna Indian Zionism ambao ndio BJP ambao wanaua sana na wanatesa sana Waislamu katika nchi ya India. Alafu kuna Islamic Zionism ambao pia katika Waislamu wapo Mazayuni ambao wanasababisha madhara makubwa sana kule ndani. Na ukija huku kwenye Afrika ndo wale wakaburu wale wa South Africa wale waliosababisha. So huenda pia ukawa ni ujumbe pia kwa wale Waislamu ambao wanateswa pale ina maana kadhaa. Alafu tumalizie na hizi mbili hapa. Afghanistan wamechaguliwa Al-Fatah, aya kwanza na ya pili, ambayo inasema hivi, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna fatahna laka fathan mubina. Ngoja nimalizie na pili. liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yatima ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqim. Sasa hii ya Afghanistan ina make a lot of sense, kwa sababu tusikize tafsiri hapo, nitakwambia kwa nini. Inasema hakika sisi tumekupa ushindi ulio dhahiri. Hii ilikuwa ni aya direct kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fathan mubina, tumekupa ushindi ulio wazi na ulio mkubwa. Fathan mubina, mubina ina maana mbili, kwanza kwa ukubwa, lakini kwa uwazi. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, na ili Mwenyezi Mungu akusamee madhambi yako yaliyopita na yanayokuja, na akamilishe neema yako juu yako na kukuongezea katika njia iliyonyooka. Sasa Afghanistani, it's very interesting kwa sababu ndo nchi ambayo inaitwa Grave of Empires, ni kaburi la mataifa makubwa. Mfano Soviet Union, pale ndo walipofia, walienda wakapigana miaka 8 na Afghanistan, wakafia pale. Yes, na CIA ndo waliotengeneza Mujahideen, CIA ndo waliotengeneza Al-Qaeda, ndio waliomtrain Osama na hawa Taliban na wengine. It's a long story. Sasa kwa hiyo Afghanistani, Soviet Union ndio ikawa sababu ya kucollapse. Alafu Marekani pia ameenda miaka 20 pale, kaondoka, jamaa bado wapo. Kwa hiyo ndio maana wamechagua kwamba ni nchi iliyopewa ushindi ulio wazi. Lakini historia ya Afghanistan inaenda way back. Na pia katika maandiko matakatifu ya Kiislamu, katika nchi ambazo zitakuja kupigana katika vita vya kukomboa haki, Afghanistan pia itahusika. Yes. Alafu lakini wayaghfir Allahu ma taqaddama min dhanbi. Afghanistan ni moja nchi ambazo zinauza sana madawa ya kulevya, yanalima. Na ni kwa sababu CIA ndio waliwaambia waanze kulima hizo, ili walikuwa wanataka ziwe zinaenda sana Urusi kuathiri kule. Yes, umeona. Tunafahamu CIA waliathiri sana kufanya addiction jamii ya watu weusi Marekani, ili kuwavuruga cha kwanza, ili pia kupata pesa, kwa sababu biashara unga ni biashara ina hela, kupata hela kwenda kupigana contra wars Latin America. Kwa hiyo ndio ujumbe wa Afghanistan. Na hapa nimalizie kwa hii ya Lebanon. Serikali ya Lebanon. Sawa? Hii ni dongo kwa serikali ya Lebanon. Wameambiaje Lebanon? Wametumia suratu Tauba ambayo ni aya 38 ambayo inasema hivi, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini,
ma lakum idha qila lakum anfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardh, inakuwaje mnapoambiwa tokeni katika njia ya Mwenyezi Mungu kutetea haki mnakuwa wazito, hamtaki kutoka? Aradhitum bil hayati dunya min al-akhirah, je mmeridhia haya maisha mafupi ya duniani? Umeona maisha duniani, mmeona ndo maisha nyinyi mmeridhika nayo? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalila, na mfano wa haya maisha ya duniani ukifananisha na maisha ya akhera ni mafupi sana, kwamba hapa duniani tunapita, maisha yetu ni miaka 60 maximum, na siku hizi wengi hatatufiki, lakini ya akhera ni milele na milele na milele. Kwa hiyo ni dongo. Nadhani juzi mnajua kwamba serikali ya Lebanon imeingia makubaliano na serikali ya Israeli na kisababisha maandamano makubwa sana. Kwa hiyo ni dongo kwao kwamba nyinyi kupigania kwenye haki ya mtaki, mmeamua kwenda mmeamua kuchagua maisha ya kidunia. Haya maisha mafupi ya kupita tu. Kwa hiyo ni dongo kwa serikali ya Lebanoni. Lakini kwa upendeleo hivi wale ndugu zetu UAE vipi wale? Ujumbe wao? Hawajapewa ujumbe. Kila mtu kapewa ujumbe wake. Sasa hapa mimi nadhani tufanye hivi ili isiwe ndefu sana. Nataka nimalizie Hamas. Alafu watu kwenye comment section watasema, wakipenda nitatengeneza makala kupitia kila nchi na aya zake. Na hii ili uelewe vizuri, kuna kitu kinaitwa sababu nuzul. Unatakiwa ujue aya ilishuka wapi na kwa sababu gani, inakupa depth zaidi. Kwa hiyo hapa naipitisha tu kwa ufupi kujua jinsi Iran alivyokuwa smart. Sasa sikiliza, Hamas wamechaguliwa Suratul Imran aya 33. Na hii ni moja ya ujumbe ambao wenye heshima sana. Inasema hivi: Hamas Al-Ahzab 33 inasema hivi: minal mu'minin, ba'udhu billahi minash shaitani rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man kadha nahjahu wa minhum man yantadhiru wama badalu tabdila. Inasema hivi, miongoni mwa waumini wapo watu ambao wametimiza ahadi waliomwahidi Mwenyezi Mungu. Kwamba unajua unapoamua kwamba mimi ninamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mola apataye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja Subhanahu wa Ta'ala, na namwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wote. Unajua kwenye Uislamu ni lazima uamini mitume wote mpaka Yesu. Hichi ni kitu ambacho pia upande wa pili hawaelewi, kwamba kwa unatakiwa muamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabii Isa ambaye ni Yeshua ambao tunamuita Yesu, Nabii Ibrahim, Nabii Musa mpaka Adam, ni wajibu. Kwa hiyo katika imani hiyo unatoa ahadi kwamba unajisalimisha na unafata sheria zake. Kwa hiyo ndo hapa inasema kwamba wametimiza ahadi yao waliomwahidi Mwenyezi Mungu, kwamba sisi tutasimamia haki hata kama inamaanisha kujidhuru sisi. Umeona? Tutasimamia haki. Na wapo miongoni ambao safari yao imeisha, wameshafika mbele ya Mwenyezi Mungu, na wapo ambao bado wanasubiri safari yao ikamilike. Umeona? Na hawajawa vigeugeu. Kwa hiyo hii inaonyesha jinsi ambavyo wale walivyokuwa na msimamo. Na aya hii hapa inasema hivi: wakaayi min nabii qatala ma'ahu ribbiyuna kathiru fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama dha'ufu wamastakanu wallahu yuhibbul sabirin. Najua inabidi ni zoom nione vizuri. Fikiria ni waumini wangapi walipigana bega kwa bega na manabii wao. Kwa sasa hii inaonesha mpaka manabii wale wa nyuma. Musa alipigana, Ibrahim alayhi salam alipigana, na wengine. Umeona? Naamini Nabii Isa ndo peke yake hakupigana vita. Yoshua alayhi salam, mwana Maryam.
na wao hawakuyumba, walibaki na msimamo hata kidogo, licha ya hasara walizozipata katika njia ya Mwenyezi Mungu. Naam, wala hawakudhoofika wala kukata tamaa. Mwenyezi Mungu huwapenda wenye kusimama imara. Hizi aya ziko nyingi, sitotaka kuzisoma zote, sawa, lakini nilikuwa nataka tuangalie jinsi Iran alivyokuwa very smart kutuma ujumbe kwa kila nchi na kila muhusika, na hapa wengine ambao sijawataja kwa sababu sikutaka iwe ndefu sana. Kwa hiyo they've been very smart. Waliopigwa dongo wamepigwa dongo, waliopewa pongezi wamepewa pongezi, walioonywa wameonywa, na wameitumia. Haikuwa tu msiba, ilikuwa ni ujumbe. Na mimi logic yangu inaniambia hapa anachokifanya Iran ni kutoa wito wa jihad kwa nchi za Kiislamu, kwamba jamani, hichi kinachotukuta lazima turudi kwenye maandiko, ndo mwongozo. Kwa hiyo tuamue ni kitu gani tusifati. Na kuna makala ambayo yanaandaliwa, hii inaeditiwa hapo. Hiyo nimeandaa makala ni kitu gani tufanye sisi kama Watanzania. Tunafahamu kuna rushwa, tunafahamu kuna madudu, tunafahamu kuna viongozi ambao si wazuri, lakini pia tunafahamu kuna viongozi waadilifu, lazima wapewe maua yao. Tunafahamu kuna miradi ambayo ni mizuri, lazima wapewe maua yao. Kwa hiyo tuna balance vipi? Na sasa hivi imetokea kipindi ambacho kila mtu anakuja na solution yake. Kwa hiyo tufuate solution ipi? Solution namba moja ni kurudi kwenye vitabu vitakatifu. Umeona? Kwa hiyo Iran amekuwa very strategic. Hivi vita vimebadilisha kabisa dynamics za power Middle East, lakini pia ni ushindi mkubwa sana kwa Iran diplomatically, kwamba baada ya uchafuzi wote ambao umefanywa, lakini dunia imeonyesha kwamba zama za sisi kupelekeshwa zimeisha. Ndio maana nchi zaidi ya 100 zimeenda pale, na inasemekana ndo msiba mkubwa zaidi ambao umewahi kutokea duniani kwa wingi wa uhudhuriaji. Watu wangapi? Takwimu zinasema takriban milioni 10. Milioni 10 wameenda. Hivi unajua inabidi uitengenezee taswira. Hivi unajua population ya Dar es Salaam ni watu wangapi? 8 sasa hivi. Sawa. Sasa kusanya watu wa Dar es Salaam wote waende na bado yani tulivyo ongezeke wengine kama tulivyo. Yes. Watu milioni 8. Alafu chukua na Unguja na Pemba, kwa sababu Unguja Zanzibar wako 1.4. Sawa. Pemba wako kama 400,000 ambao takriban ni 1.8. Yeah. Tufanye round off to the nearest 10, watu wa hesabu wanakumbuka. Milioni 2. Kusanya na wa Dar es Salaam. Ndo umati wa watu uliojitokeza kwenda kwa Khamenei. Alafu pia wakaweka ile ya mtoto yule mjukuu wa Khamenei aliyeuawa kwenye mashambulizi ya kumua Khamenei. Imeuliza maswali mengi sana. Wachambuzi wanasema hebu fikiria, ingekuwa ndio yule mtoto, nadhani sio anaitwa Tiffany, mjukuu wa Trump, kapigwa afu kauawa, dunia sasa hivi ingekuwaje? Ukemeaji wa nchi yote ambayo ingefanya mashambulizi yangekuwaje? Dunia zima ingeungana kwa sababu ya kulipiza risasi. Lakini huku watu wanachukulia poa. Alafu amekuwa very smart. Ulikuwa ukiingia airport pale, unafahamu wale watoto 86 waliouawa na mashambulizi yale. Ulikuwa ukiingia wamepanga begi za shule na picha na baadhi ya vielelezo pale ya idadi ya wale watoto. Kwa mtu ukiingia unaona kabisa, yani they are very smart jinsi walivyo plan msiba huu na symbolism na ujumbe. It's a very big win kwa Iran. Na war planners sasa hivi watakuwa naumiza, unapinduaje regime kama hii? Watu ambao na ile kwa mfano itachukua muda gani kwa mfano mazishi yake? Almost. Sasa kwa kweli kwenye upande wa kidini sijui wametumia protocol gani. Kwa sababu kwenye dini ya Kiislamu sisi hatutakiwi kuchelewesha. Yaani vitu vitatu naambiwa havitakiwi kucheleweshwa. Ya kwanza ni mwanamke akipata mume mwema, utakiwi kabisa kumchelewesha, ozesha as fast as possible. Ya pili ni maiti ya kifa, usimcheleweshe, yani muaishe kwenye
kwa sababu there is no point ya kumchelewesha. Ndio maana sisi mtu anaweza kafariki asubuhi, mchana ameshazikwa, tumemaliza msiba. Kwa hiyo kwenye hii sijui ni protokol gani ambazo wamezitumia, kwa sababu wenzetu ni Mashia, sisi ni Masunni. Yes, lakini pia kuna ujumbe mmoja wa muhimu sana tunatakiwa tujue. Unajua watu kujitoa mwanga kwenda wengi kiasi kile, na Tanzania pia imetuma ujumbe wetu. Umeona? Kwenda kupeleka watu wengi kiasi kile, lazima kuna connection nzuri kati ya Irani na hizi nchi. Na lazima kulikuwa kuna uhusiano mzuri kati ya Khamenei na hizi nchi. Au watu wameona kwamba kilichofanyika sio sawa. Of course. Kuna haja ya kwenda. Hiyo haipingiki. Yaani watu kwenda pale wanaonyesha kabisa kwamba tumeenda kuna ninyi. Yes, tulikuwa sisi na nyinyi pamoja. Umeona? Na ikumbuka Iran amepigana muda wote, wajiomba msaada hata sehemu moja. Kasimama yani mwenyewe, kadinda mwenyewe na kakomaa. Sasa kwa kufupi tu nionyeshe kwamba na hii kwa nchi acha hizi nchi zingine, kwa nchi za Kiafrika. Huyu Khamenei ashakutana na Samora Machel wa Mozambiki, kakutana na Jose Eduardo dos Santos, sawa. Zimbabwe Robert Mugabe, Louis Farrakhan, tunamfahamu yule, sawa. Kuna Nelson Mandela, kakutana naye. Abdulaziz Bouteflika wa wini wa Algeria, sawa. Zimbabwe kakutana tena na Mugabe. Djibouti Ismail Omar Gule, sawa. Kakutana na Isaias Afwerki, huyu ni wa Eritrea. Kakutana na Omar al-Bashir wa Sudan. Kakutana na Boni Yai wa Benin. Kakutana na Pierre Nkurunziza wa Burundi. Kakutana na Mohamed Buhari wa Nigeria. Kakutana na John Dramani Mahama wa Ghana na Jacob Zuma wa South Africa. Na hizi zote ni katika harakati za kuzisaidia nchi za Kiafrika. Lakini pia ashaikuja Tanzania pia. Ashaikuja Tanzania ndio. Umeona? Na kashai kuisaidia Tanzania mafuta wakati sisi tunahitaji. Alitumwa Sabodo, Nyerere alimtuma Sabodo na wakatukopesha sisi. Kwa hiyo West imejitahidi sana kuchafua image ya Iran. Lakini matendo yake ni tofauti. Na marehemu kama binadamu wengine alikuwa na makosa yake na mapungufu yake. Kama mimi, tena mimi nina makosa mengi na nina mapungufu mengi kushinda yeye. Umeona? Lakini alikuwa na mema yake. Sawa. Hata ndani ya Iran kaishi vizuri sana na Wayahudi, alikuwa anawatembelea. Kuna masinagogi ya Kiyahudi wanafanya ibada ndani ya Iran. Kuna makanisa ndani ya Iran. Umeona? Swala la misikiti ya Kisunni kuna changamoto. Ripoti zingine zinasema zipo, zingine zinasema hazipo. Umeona? Na inasemekana ambazo zilizuiwa ni kwa sababu zilikuwa zinatumika. Nakumbuka nilikwambia kuna Islamic Zionism. Walikuwa wanatumika kwa sababu ya agenda za dini zaidi. No. Sio za kidini, za kisiasa kupitia dini. Yes. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho pia ijulikane jinsi alivyoishi na watu. Unajua uwezi ukaconvince watu milioni 9, milioni 10 watoke. Uwezi, yani it's impossible. Yani lazima kuna connection. Ndio maana sisi marehemu Magufuli alivyofariki, mnakumbuka nyomi lile uwezi ukaforce, uwezi ukalazimisha watu tokeni. Watu kama hawataki tu. Yes. Kwa kumalizia sasa hili. Kauli ya Trump alizungumza kwamba hatutashambulia. Na hawezi kweli au anaweza kufanya sabotage yote? Wasingeweza. Kuna nchi zaidi ya 100. Sawa? Kuna watu milioni 9 pale. Hebu fikiria dunia itakuchukuliaje umeenda kushambulia watu wa kwenye msiba. Kuna watu milioni 9, kuna delegation zaidi ya nchi 100 ziko pale, wewe uende ushambulie. Msiba je mpaka Tanzania bro. Yani ile unajua usafishiki everything has kuna viwango ambavyo uwezi. Ndio akasema hata wewe bounce kiasi gani kuna sehemu tutafika utachemka yani. Yes, kwa hiyo japokuwa alikuwa anatamani
kulikuwa na viongozi wako wanasema watu wote wamekusanyika sehemu moja tungishambulia. Viongozi wa Zionism wamesema hivyo, baadhi ya viongozi wa Marekani anasema hii ni fursa tumeipoteza, tungishambulia, tungidondosha bomu pale. Nadhani retaliation yake ingekuwa ni mbaya zaidi. Na Medvedev wa mkuu wa baraza la usalama la Urusi anasema kwamba Irani ana silaha ambazo hajazitumia. Yaani mtu akijichanganya hataamini show yake. Mojitaba pia ameenda kwenye mazishi hivi? Hapana. Inasemekana ndugu zake wameenda. Lakini inasemekana kwamba IRGC ilimzuia asiende. Yes, kwa sababu ya kiusalama. Na hata kuna viongozi wa juu walijitokeza, mimi sikutegemea watajitokeza, na ni hatari sana. Kwa sababu inatoa starting point ya kuanza kukutrace. Yes. Yaani ile sehemu pale pamejaa zima isi hivi. Mossad, CIA, MI6, wale maagency sijui nini, wamejaa wa kutosha. Ndio. Kwa hiyo wajaenda ni pia wakati mwingine ni nzuri kwa namna ya kunanilia. Yes. Yaani kwa kweli ni hatari kwa sababu unatoa starting point ya kuweza kukutrack. Na siku hizi wenzetu wana mifumo, ila nikwambie kitu kimoja. Notice kwamba mauaji ya viongozi hata kipindi cha vita yalipungua ghafla, alikata ghafla. Kuna kipindi yalikata ghafla. Sasa kilichotokea, hizi taarifa zinatolewa na aliyekuwa afisa mimi si mchambuzi. Sasa CIA wana wachambuzi wao ambao ni wachambuzi. Wanasema hizi taarifa wamezipata na wameziverify kwamba China iliweza kutumia electronic warfare na cyber warfare kujua ule mfumo uliokuwa unatumika na Israeli kuwa detect na kuwashambulia wale viongozi wa Iran. Mchina ndo aliyegundua. Alafu akampenyezea Mpakistani. Akamwambia mwambie mwanao wanahitaji msaada. Tumegundua jamaa wanatumia njia gani. Pakistan akampeleshea Irani, akampa bana package hii hapa, ndo anapitia hapa. Baada ya kupewa hii ndo mauaji yakaishia hapo. Yes. Kwa hiyo walikuwa na mifumo ambayo wameweka, wanaitumia. Aliyeweza kudecode hiyo mifumo ni Mchina. Na ndo maana nimeanza kusema kwa sababu ya kuipa legitimacy taarifa hii kwamba aliyetoa ni Larry Johnson ambaye ni ex-CIA analyst. Ni mtu ambaye sisi kuna kitu tunaitwa OSINT ambayo ni open source intelligence sources. Yule ana access ya watu ambao wanampa classified na taarifa za ndani. Kwa hiyo hicho ndio kilichotokea. Kwa kumaliza, nini ambacho unachokiona baada ya mazishi? Watu wanarudi kazini. Watu wanarudi kazini, kila mmoja mzigo unaendelea. Yaani ni kwamba ni half time, watu wanasubiri firimbi tena watu warudi kati. Sawa. Asante kwa kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.